Nataka kulipa. Ligi kuu soka Tanzania bara sasa hivi mambo yamekuwa ni mengi, kila timu inapiga mahesabu upatu kwa ajili ya pointi 3 muhimu na mwishoni mwa msimu. Kuna ambazo zinapambania kubaki kwenye ligi, kuna ambazo zinapambania kutoa ubingwa. Simba sasa hivi wanaonekana kushuka, sare zimekuwa nyingi, pengine ni msimu ambao umekuwa na sare nyingi kuliko misimu ya hivi karibuni. Of course, nadhani ni muendelezo wa misimu takriban minne kuto kwa Simba kufanya vizuri. Ukijaribu kuangalia hivi sasa nazungumza, Simba ameshakosa ubingwa ligi kuu soka Tanzania bara kwa misimu takriban minne, na huu ni watano ambao hivi sasa wanaendelea kupambania. So kwa Simba imekuwa ni ngumu sana, na ugumu wa Simba unatokana na ubora wa wapinzani ambao wako kwa sasa katika ligi kuu soka Tanzania bara. Tukiwa wa kweli, tukiangalia ligi kuu soka Tanzania bara kwa hivi sasa, inaonekana timu nyingi zimekuwa zikijiandaa vizuri, zimefanya investment ya kutosha kwa wachezaji, lakini pia hata namna ambavyo wachezaji wamekuwa kilipwa mishahara, kitu ambacho kinapelekea ushindani unakuwa ni mkubwa sana, na ushindani mkubwa zaidi ni kwa mpinzani wake ama mtani wake wa jadi, kwa maana Young Africans. Kwa misimu takriban minne imekuwa bora sana katika ligi kuu soka Tanzania bara, na kitu ambacho kinaendelea kumpa maswali mengi, kwa sababu ukijaribu kuangalia katika misimu minne ambayo Simba amekosa kuchukua ubingwa, amechukua Young Africans, na katika hiyo misimu, katika misimu mitatu yote mfululizo, Simba amekuwa akimaliza katika nafasi ya pili, kasoro msimu mmoja peke yake ambao msimu uliomalizika ambao walikwenda kushiriki michuano ya kombe la shirikisho barani Afrika. Kwa hiyo utagundua kwamba standard na daraja la timu za ligi kuu imepanda kwa kiasi kikubwa. Unaamini kwamba Simba kikosi alicho nacho haiwezi kucompete dhidi ya Young Africans na kuchukua ubingwa ambao wameukosa kwa miaka minne mfululizo? Kwa kikosi cha hivi sasa ukijaribu kukiangalia cha Simba kina quality players, hatuwezi kukataa. Ukijaribu kuangalia kina Libasi Gwe, kina Anset Oula, sajili mpya ambazo walizifanya katika dirisha dogo zimekwenda kuraise kitu kikubwa katika kikosi, kitu ambacho kimepelekea ushindani umeongezeka katika ligi, na wao wenyewe Simba wameongeza ubora na level yao ya upambanyaji tofauti na labda ilivyoanza msimu. Kitu ambacho huenda kinatoa taswira ya tofauti kwamba huenda msimu huu ni msimu wa tofauti kwa Simba, kwa sababu tukizungumza terms of quality Simba wako nayo, na daraja ya wachezaji wenye standard na ubora wako nao. Kuna numbers kubwa sana wachezaji ambao kama unaweza ukawachukua ukawapeleka kwa mabingwa watetezi kwa maana Young Africans, wanaweza wakapenetrate moja kwa moja kwenye kikosi cha kwanza wakaanza. Hii inaonyesha kwamba kuna namna ambavyo wana wachezaji ambao wana standard na daraja la juu kabisa, kitu ambacho kinaonekana kwamba Simba msimu huenda wakawa na sura ya tofauti na misimu minne iliyomalizika. Pengine kwa hiki ambacho kinaendelea, umesema kikosi wanacho kizuri ambacho pengine tukipeleka ndani ya Young Africans wanaweza kuanza. Labda mambo ya nje ya uwanja kwa upande wa uongozi ambao tumezungumza kwa siku za hivi karibuni, mashabiki, viongozi wamekuwa wakizungumza kauli tofauti. Ni kama Simba wameconcentrate zaidi nje ya uwanja kuliko ndani ya uwanja kuwekeza kwa wachezaji, pengine kuelekea mechi husika. Miongoni mwa lawama makubwa wenda kwa sasa hivi kwa uongozi wa Simba ni hiyo, kwa maana mambo yamekuwa mengi nje ya uwanja, kitu ambacho wanashindwa kufocus na namna ambavyo wanaweza kupigania matokeo ambayo itawafanya wawe mabingwa msimu huu 2025 2026. Ukiangalia hivi sasa pressure imekuwa ni kubwa sana, wachezaji, timu kwa ujumla inahitaji support pia kutoka kwa uongozi, lakini bad luck kwa Simba, kila unapoamka unasikia story mpya kuhusu Simba. Mara tajiri azungumzi na tajiri mwenzake, mara tajiri ana changamoto ndani ya kikosi, mara hiki mara kile, mara hiki mara kile, kitu ambacho kinanyima focus wachezaji na kujikuta kwamba wanashindwa kutimiza kile ambacho kinapaswa kutimizwa kwa sababu ya miruzi mingi nje ya uwanja, kitu ambacho binafsi nadhani huenda ikawa miongoni mwa sababu tunaweza kushuhudia Simba isiwe na muendelezo mzuri ni kuwa na makundi mengi ndani ya Simba. Imeonekana ni timu ambayo kila mtu amekuwa na nguvu, kila mtu amekuwa na haki ya kuzungumza, kila mtu anatamani timu iende the way yeye anatamani kwenda, migogoro ya hapa na pale, mara kuna
mchezaji amesimamishwa kutokana na tajiri amegoma asicheze mara hiki mara kile, kitu ambacho ukijaribu kiangalia kwa jicho tu la kawaida unaweza usione athari zake, lakini kama utaangalia in deeply utagundua huenda ikawa inawatoa wachezaji kisaikolojia na kushindwa kufocus na kupambania timu. Mwisho wa siku watajikuta licha ya investment kubwa, licha ya kuwa na quality kubwa ya wachezaji wenye daraja la juu, watashindwa kufanya kitu kizuri kwa sababu tu ya kukosa muunganiko kutoka katika ngazi ya uongozi mpaka kufika katika ngazi ya wachezaji, kabla hujagusia pia mashabiki na wanachama ambao wamekuwa wakisupport team, kwa sababu ili timu iwe bora lazima sehemu zote tatu ziwe bora, kwa maana management iwe spavu, izungumze kitu kimoja, support yao ndio jambo la msingi. Lakini ukiacha hivyo lazima pia timu iwe nzuri, lakini ukiacha kwa timu nzuri lazima uwe na mashabiki ambao wanazungumza na kujiunganisha kuwa kitu kimoja ambacho kinaweza kutengeneza matokeo, kwa sababu uongozi utafacilitate baadhi ya mambo, alafu wachezaji watatekeleza wajibu wao uwanjani, alafu mashabiki pia watatekeleza pia wajibu wao kusupport timu yao wakiwa kama mchezaji wa 12 katika viwanja. So mimi naamini kitu kimoja kwamba kama timu itakuwa na mgawanyiko huu ambao hivi sasa unaonekana, itakuwa ni ngumu kuiona timu ikifanya vizuri katika ligi kuu soka Tanzania bara kutokana na ushindani mkubwa ambao upo hivi sasa. Kasako Media, tunaangazia maisha, tunaandika kesho.